Hadithi ya watoto, siri ya kijito cha ndoto, episode 1. Kulikuwa na kijiji kizuri sana kilichoitwa kijiji cha Mwanga. Kijiji hicho kilizungukwa na miti mirefu, maua yenye harufu nzuri na ndege waliokuwa wakiimba kila asubuhi. Lakini kijiji hicho kilikuwa na siri kubwa sana. Mbali kidogo na kijiji kulikuwa na kijito cha ajabu kilichosemekana kuwa na nguvu za kichawi. Wazee wa kijiji waliwaonya watoto, msikaribie kijito hicho bila ruhusa, kinaweza kubadilisha maisha yako milele. Watoto wengi waliogopa, lakini si wote. Katika kijiji hicho waliishi watoto wawili marafiki wakubwa sana. Neema, msichana jasiri mwenye moyo wa kusaidia, Tarik, mvulana mcheshi aliyependa sana kugundua vitu vipya. Siku moja walikuwa wakicheza karibu na msitu. Tarik akasema kwa shauku, "Neema, unafikiri kweli kijito kina nguvu za kichawi?" Neema akacheka kidogo. "Labda ni hadithi za wazee, lakini ningependa kujua ukweli." Wakiwa wanazungumza, waliona sungura mdogo akikimbia kwa hofu. "Nisaidieni, rafiki yangu Kasa amepotea karibu na kijito." Neema na Tarik hawakusita. Walimfuata sungura hadi msituni. Kadri walivyozidi kusogea, msitu ulianza kuwa kimya sana. Upepo ukapuliza polepole. Walifika kwenye kijito. Maji yake yalikuwa yakimeremeta kama vioo na yakitoa mwanga wa ajabu. Walimsikia mtu akilia kwa mbali. Walipokaribia, walimkuta Kasa mdogo amekwama kati ya mawe. "Usiogope, tutakusaidia." Walishirikiana na kumvuta Kasa taratibu mpaka akatoka salama. Ghafla, maji ya kijito yakaanza kung'aa zaidi. Sauti ya ajabu ikasikika. "Mmeonyesha moyo wa huruma, mmechagua njia sahihi." Watoto wakatazamana kwa mshangao. Maji ya kijito yakafunguka kama mlango wa ajabu. Ndani yake waliona mwanga unaong'aa na kusikia sauti za viumbe wasiojulikana. Tarik akasema kwa hofu na furaha, "Je, hii ni ndoto au kweli?" Kabla hawajaamua nini cha kufanya, Kasa aliyeokolewa akasema, "Huu ni mlango wa ulimwengu wa siri, lakini ni watoto wachache sana huruhusiwa kuingia. Hatari inakaribia." Ghafla ardhi ilianza kutetemeka. Msitu ukaanza kuwa na ukungu mzito. Sauti nzito ikasikika kutoka ndani ya kijito. "Nguvu ya kijito iko hatarini. Kuna kivuli kinakaribia." Neema akamshika mkono Tarik. "Tunawezaje kusaidia?" Kasa akasema kwa sauti ya wasiwasi, "Mkivuka mlango huu, hamtajua kitakachotokea." Maji yakazidi kufunguka. Mwanga ukawavuta taratibu. Neema na Tarik walikuwa wanakaribia kuvuka mlango wa kijito, lakini ghafla kivuli kikubwa kilionekana ndani ya maji. Sauti kali ikapiga, "Msivuke!" Je, kivuli hicho ni nani? Je, watoto wataingia kwenye ulimwengu wa siri? Je, nguvu ya kijito itaokolewa? Hayo yote utayajua katika episodi inayofuata. Kama umeipenda hadithi hii ya kusisimua, like, andika comment utuambie unafikiri nini kitatokea. Share hadithi hii kwa marafiki zako na usisahau kugonga kengele ili uendelee kupata hadithi mpya za kusisimua za mafunzo na burudani kwa watoto. Hadithi hii inaendelea. Usikose episodi inayofuata. Karibu Mkolwe Product, ujipatie unga wa lishe, unga wenye faida kem mwilini kwa shilingi 3,000 tu, popote pale ulipo. Piga simu namba 0687722315 au piga simu namba 0716283088. Mkolwe Product, help us to help you. Then this is your home. Please don't forget to subscribe right now and tap that bell so you never miss a single update.